Pia tumsikie hapa atakuwa anasemaje. Meneja, habari ya jioni. Salama ndugu yangu, habari za kwako? Mungu ni mwema sana. Kwanza tumehuzunika hapa wote kusema ukweli. Pole sana meneja. Yani hiyo ni kawaida tu wasee. Ndio. Kawaida kwa sababu sio mimi peke yangu. Yani wanaosonoleka ni katibu wa CCM wa mkoa, mwenyekiti wa CCM wa mkoa, yani uongozi mzima wa serikali ya mkoa wa Mbeya wanasonoleka kwa hili kuikosa mechi ya Yanga. Wameikosa ya Simba, hata wameikosa ya Yanga. Maana yake unajua hii mechi za Mbeya ni fursa kwa wananchi, fursa kwa wafanya biashara, fursa wenye mageti mabaa, ni fursa. Kwa hiyo watu walijiandaa kuipokea Yanga kwa sababu ya fursa kutoka Sumbawanga, kutoka Songea, kutoka Makambako, Njombe, lakini wengine walianza kufika Mbeya kwa ndugu zao wakija kwamba wamejiandaa ili kuona hiyo mechi, lakini bahati mbaya niseme basi mechi ikatoweka, sio kufa, ikatoweka Mbeya kwa kuhamia kutoka sehemu nyingine. Lakini kila mtu anasononeka, kila mtu anafanya biashara, wanalalamika. Sasa mnalalamika, ni kitu kama kimetokea, mnafanyaje? Na safari hii wakati wanaofungia uwanja wamewaambia sababu ni nini ama changamoto ni nini hasa za kufungia uwanja? Maana umeufungua juzi tu. Barua ni ile miundombinu. Hata wewe umeiona kwenye page yako, inawezekana kwenye page ya TFF. Kwani ile barua ambayo sisi tunaiona na nyie mnatumiwa vile vile ama kuna kuwa na hivyo. Kwa hiyo lakini wenyewe tuliambiwa miundombinu, tukairekebisha miundombinu, tukaweka mchanga uwanjani kuhakikisha kwamba tope isitoke, na tumefanikiwa kwa kweli. Tumefanikiwa kwa sababu mechi ya Mbeya City na Bandari wamecheza vizuri. Mvua ikanyesha, tope hazijatoka nje. Tuweka mchanga wa kutosha wa mtoni. Tulifanikiwa. Kwa maana ya kwamba kufanikiwa kwetu kwamba mazingira tuliweka na serikali ya mkoa, mkurugenzi wa jiji, tukaona basi mechi hatama tena hapa stadium ya Mbeya bila kuaffect kitu chochote. Tope hazitoki tena. Na uwanja ukawa mzuri mpaka mechi imeisha. Baadaye kafunga goli 3, akaondoka yuko salama. Lakini baada ya kumkwisha mechi tu barua hiyo hapo kwenye mtandao. Lakini hawamu hii mmeelewa kwamba miundombinu ipi ama sehemu gani ambayo mnapaswa kurekebisha hasa? Maana isije ikawa mnarekebisha sehemu ambayo nyie hamjaambiwa mrekebishe. Wanapaswa kutuambia sasa. Sasa barua hii inalenga eneo fulani na fulani mrekebishe. Kwa aje mtu mmoja tunataka tukamgaramia hela kwenda na kurudi, aje atuonyeshe eneo ambalo linalengwa zaidi ni lipi. Sasa kufungia tu bila kutuambia kwamba lengo fulani na fulani. Kama wananchi wanalalamika, sababu walijiandaa kuipokea Yanga na Simba. Ndio hii Yanga na Simba ni mashabiki wako mikoani. Sasa kama wako mikoani, kwa Dar es Salaam, kwa sababu mechi Dar es Salaam kwenye runinga wamechoka, watakao waangalie wachezaji wao live. Sasa live yenyewe ndio hii, ikifika siku tarehe fulani imepangwa, kabla siku haijafika wanatoweka. Lakini nimshukuru mbunge wa Mbeya na viongozi wa serikali ya mkoa wa Mbeya walikuja asubuhi kuniridhisha. Ndio. Kwamba hivi ni nini ambacho jamaa wanatuambia. Nikawaambia wamesema miundombinu. Miundombinu gani? Tuangalie matope uwanjani hamna. Matope hamna, mechi imechezwa na mvua imenyesha. Matope hamna. Lakini nyie kama kweli toka rohoni, matope hamna. Ndio. Na nyie kama viongozi sasa wa uwanja wenyewe na viongozi wa mkoa, pengine mmewatafuta bodi ya ligi moja kwa moja mkawauliza shida hasa ni nini na mkawaelezea kwamba uwanja hauna tatizo? Mmefanya hivyo? Nimewaachia viongozi. Kiongozi akija kwa hakiki kwenda kujiridhisha, wakasema tunakwenda kulifanyia kazi. Sina hakika kwamba wamesema au namna gani, na ngoja taarifa yao, lakini wananchi wa Mbeya wamesononeka sana, wamesikitika sana. Na kiona mitandao wengine wanakiri uwanja huu pana vitu, kuna wengine wanasema hapana, kwa sasa hivi uwanja kipindi cha mvua hiki. Kweli hali halisi ni kawaida tu. Lakini wengine wanasema mbona Yanga kaja kupewa kabisa kombe la ubingwa mara 2 Mbeya na kipindi cha masika. Ndio. Kama hiki na uwanja ukuwa hivi. Sasa hivi uwanja umeimarika, umekuwa vizuri zaidi. Lakini sasa tuwaachie wao watuambie wapi turekebishe ili tusigombane nao. Lakini mwisho kabisa, pengine mchezo huu maana yake sasa ndo rasmi, ama mnaweza mkapambana pengine mchezo huu ubakie huko jijini Mbeya, ama sasa rasmi ndo basi tena umewaponyoka na huu?
nao umeponyoka, kwa sababu hata prison nao naambiwa wanatafuta kiwanja haraka sana. Ndio huu umeponyoka, yani Mbeya hatupo tena, hatunao tena huu mchezo. Wa kwanza umeponyoka na huu nao umeponyoka, kwa hiyo hatunao tena. Hata wa Singida pia nadhani utaponyoka, kwa sababu Singida ilikuwa sasa tarehe 15 na Mbeya City nao utaponyoka. Sijui viongozi wangu kama wataongea nini, lakini wajua tuko vizuri kabisa. Ukiangalia mitandao kuna picha watu wanachapa wanakuja kupiga picha hapa wakatembea uwanjani, kaza mbona uwanja uko sawa tu, tunaona tutatuoni toto, tunaona ni mchanga. Nikamwambia sawa, ni mchanga. Sasa mchanga tumeweka ili mchanga mtoni kuondoa tope za chini. Akasema tunaona mchanga tu hapa, nyasi iko juu, mchanga uko chini, hamna tope. Nikamwambia hali halisi ndio hiyo. Kwa hiyo tunawangojea wao, mshikaji wangu, tunangojea wao. Tamko lao ni kisu, tumeshachinjwa mjomba. Pole sana. Sasa ndugu yangu Modestus Mwaluka, naam, mara ya kwanza wakati unafungiwa hawakuambia sababu, wakati pia wanakuja kuufungulia walisema sehemu ambayo mmerekebisha ndiyo sehemu sahihi? Unahisi kwa maana kwamba wameufungia kwa sababu zile zile ambazo ziliwafanya waufungie, au wameufungia kwa sababu nyingine tofauti na zile ambazo mmezirekebisha? Barua inasema miundombinu. Tukaona maji yanayotoka uwanjani yanakuja kwenye ground track yanazagaa, kulikuwa hamna njia ya kwenda maji yale. Tukasema inawezekana ikawa haya. Tumeweka miundombinu vizuri, tumechimba vile, tumejengea, tumefunika, maji hayaonekani tena. Na ukifika hapa maji hamna. Tumeweka mchanga ule mweusi kuhakikisha kwamba kwenye matechnical bench wamekaa vizuri wachezaji. Tukadhani ndio hiyo tu. Yeye tumesharekebisha. Lakini bado wanasema miundombinu tena. Sasa inawezekana miundombinu kama tope ziko uwanjani, lakini sisi tumeweka mchanga uwanjani. Tope tena saizi haionekani. Yeah. Kwa hiyo Modestus hii ni masika kaka. Kwa hiyo Modestus, mvua nyingi sana. Sasa kama Yanga wameshawishi watufungie ili waende ili wasije Mbeya, lakini Yanga wakumbuke kwamba mashabiki wako Mbeya mikoani, mashabiki wao Dar es Salaam pale watu hawaendi, wako mikoani. Kwa hiyo wanakuja mikoani, wanawapokea, wanawashangilia, wanawapa hata vitu vya zawadi na kila kitu. Nao wanasikitika sana, wanasikitika kulingana na kwamba wamekosa mechi. Kuna watu waliandaa mizigo yao, hata wauza jezi walishafika, wamekodi matitente kwa ajili ya kutundika jezi zao, lakini walipata barua hiyo na hela zimeondoka, kwa sababu wamekodi, wamelipa moja kwa moja na hela huwa zirudi. Kwa hiyo wameondoka leo asubuhi. Nikasema ndo hali halisi. Sasa Modestus, inawezekana kiwanja kitu bado hakikizi mahitaji ya kuchezea mechi. Acha tu watuambie turekebishe wapi basi. Sawa. Sasa Modestus Mwaluka, mnahisi kwa ile barua ni kama mmeonewa, au wewe umesema uwanja uko vizuri na TFF wamefungia uwanja, kwa hiyo mnahisi kama mmeonewa? Of course, kwa mimi, kwa maoni yangu, lakini kwa maoni yao labda ndio kuna sehemu nyingine ambayo sio nzuri, lakini kwa maoni yangu hata Mbeya nzima wanasema hivi. Wamekuja kujiongoza, wamekuja kujiridhisha hapa. Kipindi cha mvua nyingi na Mbeya ziko mvua, tukajitahidi kuweka mchanga pale karibu lori 20 hivi kuziba kila kitu, nyasi ziwe juu, mtu akilala pale asitoe tope chini. Tumefanya hivyo na mechi ya Bandari imechezwa. Sawa. Bandari kafungwa goli 3 na kaondoka kimya. Kwani hao sio wachezaji? Haya, sawa meneja. Basi tuwape pole sana, lakini tukutakie pia jioni njema na kila lenye kheri. Ndugu zangu, sinasema mabaya, mkanikosi vibaya. Sinasema mabaya, nimesema mazuri tu, kwamba watuambie turekebishe wapi ili haya mambo yasitokee tena. Haya, sawa. Ujumbe huo umefika. Zungumza kutoka kule jijini Mbeya, namna gani ambavyo uwanja ule wa CCM ya kumbukumbu Sokoine, kila mmoja hapa sasa anavutia kwake. Isa, wewe ni mtangazaji. Ndio. Mtangazaji ya mpira. Umeenda Mbeya, umetangaza mechi mbili kama niko sahihi. Ndio. Na sasa hivi Mbeya mvua inanyesha. Mvua Mbeya inanyesha na kuna baridi. Mbeya nusu saa unaweza kuona jua limetoka, nusu saa mvua inanyesha. Isa, uwanja wa Sokoine una hadhi ya kuchezea ligi kuu, una hadhi kuwa mkweli huu mwezi mtukufu? Wewe Isa Suleiman, kipindi cha jua hadhi ipo. Yani kama kwani Azam amecheza kipindi gani? Amecheza Azam ana ya kuchezea Mbeya. Amecheza ndio, lakini mmoja alikuwa mbovu kucheza pale. Sasa kwa nini asingefungiwa kipindi hicho kabla Azam hajaenda? Nisikilize Ali.
Uwanja ulifungiwa. Kuna mechi zilichezwa pale, nadhani Namungo na Tanzania Prison zilikuwa mechi za mwisho. Uwanja ukafungwa. Kama mnakumbuka. Tanzania Prison akaenda kucheza na Simba Dodoma. Mbeya City hakucheza. Hakucheza mchezo wote. Ndio. Ratiba imetoka Jumapili ya tarehe 1 mwezi wa 3 asubuhi, ratiba ya maboresho ya bodi ya ligi. Asubuhi wametoa ratiba. Mechi ya Tanzania Prisons na Fountain Gate, ya Mbeya City na Fountain Gate inachezwa kwenye uwanja wa Sokoine. Baada ya kufungiwa ule uwanja, mechi ya mwisho wa Prison na Namungo, mimi ndio nimeenda kwa mara ya kwanza, mechi ya kwanza kucheza baada ya kufungiwa ile mara ya kwanza ni mechi ya Mbeya City na Fountain Gate. Nikauliza sababu ya kufungia huu uwanja ilikuwa ni nini, wakaniambia unaona huko pembeni ya uwanja tumeweka mtaro. Kweli anachosema meneja ni sawa, kwa ajili ya kuchukua yale maji ya uwanjani yanapitishwa kwenye mitaro, alafu kuna mabomba fulani yanatolea maji. Huo mtaro watu wachezaji wakianguka huko hawezi. Umefunikwa na iko kwenye running track. Unajua ule uwanja ni wa Olympic Kwa hiyo ni una nafasi bado kubwa sana huko pembeni kwa running track kule. Lakini ile mechi ikapigwa vizuri tu, haikunyesha mvua. Tena wakasema machifu wameombea leo mvua inyeshe. Kweli ile mechi ikapita vizuri, Mwayombo mvua haikunyesha. Jua liliwaka siku zile vizuri. Siku mechi ya Tanzania Prison na Azam, mimi bahati nzuri machifu wa kuombea hiyo siku. Nikawa nasema hii mvua naona wingu liko Mwanjelwa, ukikaa pale uwanjani. Unaona kuna lile gorofa liko kule Mwanjelwa unaliona. Nikasema hii mvua iko Mwanjelwa, sijui kama itafika hapa. Mwayombo, dakika zimekwenda. Nadhani nusu saa tu baada ya mechi kuchezwa. Mvua ikawa imeshaanza kunyesha. Kipi dakika 30 zile, umeona mpira kipindi cha kwanza kile, zile dakika 5 za kumalizia tayari uwanja ukawa tayari umeshajaa maji. Hasa upande huu wa magharibi mwa uwanja. Mwayombo, we mechi uliangalia Azam, hawakuweka pasi chini, uongo alilombana. Walikuwa wanapiga helicopter football. Sasa, hoja msingi ni nini? Ule uwanja kila mtu anajua masika waga unazingua. Sasa unawezaje kwenda kuruhusu uwanja ambao unajua kesa kwamba mvua isiponyesha inachezeka. Ndio. Lakini mvua ikinyesha uchezeke. Unaruhusu vipi wakati hiki kipindi tuko kwenye kipindi cha mvua? Unapotekwa uwanja unapokwenda kukaguliwa, unakaguliwa kwenye nyakati zote. Kwa maana kwamba jua likiwaka uwanja unakuwa vizuri. Mvua ikinyesha vipi? Unaweza kuruhusu. Na nataka nikutoe mfano. Twende taratibu. Nataka kutolea mfano. Nadhani mechi ya Simba na Almasi, kila mtu anakumbuka kilichotokea Benjamin Mkapa. Na wakati mechi ya Simba wanaomba ichezwe Benjamin Mkapa, mechi ya finali, watu wanasema ikinyesha mvua itakuwaje? Si ndio itakuwa kama mechi ya Almasri? Ndio. Ama mechi ya Almasri ya nusu finali ya robo, si itakuwa kama ile? Kwa nini hatuwezi tukariski mechi ichezeke katika mazingira kama yale, tena mchezo mkubwa wa finali, watu wakaitoa mechi Benjamin Mkapa akapeleka Zanzibar. Kwa hiyo hata ule uwanja wa Sokoine kila mtu anajua nyakati hizi za kipindi cha mvua uwanja unakuwa katika hali mbaya. Kwa hiyo wakaguzi ambao wanatakiwa kwenda kukagua kagua kipindi ambacho mvua zinanyesha, kwa maana kwamba huu uwanja huu tumeukagua kipindi ambacho mvua inanyesha. Mvua hata ikinyesha tumejiridhisha kwamba uwanja utakuwa na athari nyingi mbaya, tunaruhusu uwanja uweze kwenda kutumika. Sio unakwenda kukagua kipindi ambacho cha jua. Uwanja unakwenda kutumika kwenye nyakati zote. Kwenye kipindi cha mvua ndio inakuwa kama ile. Azam pia wana haki ya wao pia kuweza kwenda kulalamika kama title challenger. Sisi tumeenda kucheza kwenye uwanja ambao hauna hadhi ya kucheza ligi kuu. Kwa nini washindani wetu wa karibu wao wameondoshwa kwenye uwanja? Kwa mimi hapa ninachokizungumza ni kwenye engo moja tu. Ule uwanja kama haufai kutumika, vilabu vyote visiutumie ule uwanja. Sio timu zingine zinautumia, timu zingine hawatumii. Sio fair. Mimi nataka nimwambie hiyo siku ambayo mechi ilikuwa inachezwa Tanzania Prison na Azam, kuna GC. Kuna vyovyo kwenye bodi ya ligi, kuna vyovyo General Commissioner Coordinator, yes. Alichokuwa nakifanya hapa, sio kama kamera yako itaniona hivi. Mimi nilikuwa Mbeya na leo kazi ipo. Alichokuwa nakifanya kule kwenye ile inaitwaje ile kwenye sali mweupe huko touchline. Anatembea yule DC na mwenzake anafanya hivi pembezoni mwa uwanja hivi. Rudi tena huko kamera ikuone. Huko kamera ikuone huko. Wanarudi hivi. Narudi nakuja tena wanachofanya tena hivi na viatu vyao wanafanya hivi.
Muda huo wingu unaliona, ndo namwambia hali kwa mtu ambaye yuko Mbeya Tanela liko Mwanjelo, kutoka sokoni pale Mwanjelo unapaona wanafanya hivi uwanja, wanatoka wanazunguka tena mpaka ikafikia hatua kuna mtu mmoja akasema wala anafanya, kuna dogo mmoja akala pitapita, yule afanya nini uwanjani? Yaani inaonekana kama vile kulikuwa na lakini walichokuwa nakifanya walikuwa wanakagua uwanja. Sasa je, wale ambao wamepewa mamlaka na bodi ya ligi na shirikisho kwa mkoa wa Mbeya, wao ndo tunawatupia lawama. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Wanauona uwanja nyakati zote Isa, nyakati za jua, na kipindi hiki ni masika. Mbeya mvua inanyesha tangu Januari. Yes. Tangu Januari tangu mwezi wa 12 mvua inanyesha Mbeya. Sio tofauti na Dar es Salaam hizi. Lakini mimi sasa nachojiuliza kitu kimoja Isa, ule uwanja mpaka leo unakuja kufungua ni mara ya 3 kwa msimu huu, si ndio? Ile mara ya kwanza ilivyofungiwa ilikuwa ni baada ya mbio za mwenge zilizimwa kule. Pale katikati kwenye pitch pakatibu kwa ukafungiwa. Wakamwagilia maji, maisha yakaendelea. Msimamizi ama mwakilishi wa bodi ya ligi ama shirikisho kwa jiji la Mbeya anatoa ripoti gani kwa mabosi zake? Ina maana yeye anashindwa kutoa taarifa iliyokuwa sahihi ya ule uwanja. Si unanielewa? Kwa sababu gani? Kwa nini waliruhusu Fountain Gate na Mbeya City wakacheza uwanja, Azam na Tanzania Prison wakacheza uwanja? Leo Yanga anakuja aende Yanga pale pale kwenye ile tifua. Na mimi kwa maoni yangu pia nilidhani hii ngoma ya Yanga ingepigwa kule. Ipigwe ili kuondoa lawama. Kwa sababu kitu kingine pia unajua kama Tanzania Prisons wanavyosafiri kuja labda KMC ama kipindi kile Benjamin sijui Nyuamani, viwanja kama hivyo, tafsiri yake ni kwamba hizi timu za Simba na Yanga ambazo huwa zinapenda kutumia viwanja vile, wao ndio ambao wananufaika, na kwa kuwa Prisons ni uwanja wake wa nyumbani, nao wacha wanufaike. Sasa watatumika vipi tope likijaa? Wacheze mpira wa juu, si mipira pasi. Kwani Mwayombo kwani Ulaya kuna wakati wanacheza hata barafu linadondoka uwanjani? Sawa, umeshasema kwenye barafu. Mimi uwanja wa Sokoine Mbeya haujaanza kufungiwa leo. So msimu huu. Miaka yote ule uwanja ndio unafunguliwa. Wakazi wa Mbeya, yaani wale wanaomiliki ule uwanja unamilikiwa na Chama cha Mapinduzi. Yes, serikali nimemsikia mwenyekiti amezungumza hapo. Ambaye ndio muhusika sasa wa Chama cha Mapinduzi. Kwa nini miaka yote wasifikirie wasiukarabati ule uwanja kwa kisasa? Mimi tangu nakuwa ule uwanja upo vile haubadiliki. Na ile chemchemu ya maji pale Sokoine, aliloambano tangu anaanza darasa la kwanza Mbeya iko pale pale. Haijaisha na mpaka leo inazidi kuongezeka. Na hali anajua kuna njia kule ukipita, kuna mifereji ukipita unaenda kutokea upande wa pili kule. Yaani mimi ninachozungumza, tunaweza tukawa tunakubaliana kwenye mnachokizungumza. Lakini mimi hoja yangu ya msingi, kama uwanja ni mbovu, wote wasiutumie. Ndio, na mimi naunga mkono. Kama uwanja ni mzuri, watumie wote. Ndio, na mimi naunga mkono. Jana Bandari kacheza. Sawa, Ali Luambano umeeleweka, Emmanuel Mwayombo pia umeeleweka, na kila mtu anabakia kuwa na maoni yake. Nilikuwa namtafuta hapa Karim Boimanda, pengine tungeweza akatudadavulia namna gani ambavyo anataka, lakini imekuwa ngumu kidogo kumpata kwa nyakati hii. Kama ataungana na sisi hapa litakuwa jambo jema kweli kweli. Lakini wakati huu dakika ni 3 pekee ndizo ambazo zimefika, ama muda tayari umekwisha kufika kwenda kuchezesha draw na kisha kutoa wale wawakilishi. Sasa kuna bonus ya shilingi 20,000 iko hapa, lakini pia wakati huu kuna draw ya shilingi 100,000 na kwenda kuchezesha hapa, alafu tusikilize watakuwa